إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وفي خطبتنا اليوم إن شاء الله نتكلم عن علامات الساعة الصغرى. Tutazungumziana kuhusiana na alama ndogo ndogo katika alama ya siku ya kiyama. Kabla ya kutokezea kiyama kikubwa, basi kuna alama ndogo ndogo ambazo Allah amekwisha kuzitanguliza, nyingine zimekwisha kupita, na nyingine alama zinazokuja, na nyingine hazikuacha kuja. Allah atazileta alama ndogo ndogo, na nyingine tayari ziko zimezihiri leo hii. Na lazima tujikumbushe kiyama, kwa sababu roho ya mwanadamu ni yenye kutoka kwa ghafla, kadhalika kiyama ni chenye kuja vile vile kwa ghafla. La taatikum illa baghtah, hakitakujulieni kiyama isipokuwa ghafla. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. basi je, liko jambo jingine wanalolisubiri watu ikiwa hawataki kusimama katika jambo la kumcha na kumwabudia Allah tabaraka taala? Je, liko jambo jingine ambalo wao wanalisubiri katika dunia hii? Hakuna illa saa, isipokuwa ni kwa ajili ya kiyama, kwa ajili ya saa ya kiyama. Anta atiyahum baghtatan, kiyama hicho kitawajilia wao ghafla. Faqad jaa ashratuha, kwa hakika tayari alama za saa ya kiyama zimekwisha kuja. Ashratuha ay amaratuha, ni zile alama zake. Qala al-Halimi: ama intihaul hayati al-ula, ama kumalizika maisha ya mwanzo, fa inna laha muqaddimatun, maisha haya ya dunia kumalizika kwake kuna vitangulizi vyake. Kabla ya kuja kiyama kuna vitangulizi vya saa kiyama, tusama ashratu saa. Vitangulizi hivyo viitwa alama ya saa ya kiyama. Wa hiya a'lamuha, nazo ni zile alama zake, alama ya saa ya kiyama. Fahal yanduruna illa saa, je, liko lolote ambalo viumbe wanalisubiri? Hakuna, isipokuwa ni kiyama tu. Antatiyahum baghtatan, kiyama hicho kitawajilia wao ghafla. Faqad jaa ashratuha, basi kwa hakika tayari zimekwisha kutangulia, zimekwisha kuja zile alama zake. Qala Ibn Mandur, amesema wanachuoni wa lugha ya Kiarabu, al-Afriki al-Misri. Qala Zajjaju, amesema wanachuoni wa lugha wa zamani al-Imam Zajjaj, maana saa
maana ya saa yani fahal yanduruna illa saa, maana ya saa fi kulli Qur'an, kila saa ambayo imekuja ndani ya Qur'ani inakusudiwa alwaqtu alladhi takum fihi alqiyama, ni ule wakati ambao kiyama kitasimama. Wakala taala, na kasema ala kwenye aya nyingine, hadha nadhirun min an-nudhur al-ula azifatil azifa, huyu Muhammadi yeye miongoni katika wale waonyaji wa mwanzo waliotangulia, ni katika wao, ni katika grupu lao, yani mitume wamepita, yeye ni katika mitume vile vile, ni muonyaji katika waonyaji wa mwanzo. Azifatil azifa, kimekwisha kukurubia, kile chenye kukurubia nacho ni kiyama. Kiyama hakikumbali, bali kwenye aya nyingine Allah anasema tayari kiyama kimekwisha kufika. Iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, imekwisha kuwakurubia watu hisabu yao ya kuhesabiwa matendo yao mema na mabaya, na wao ndio kwanza wamo ndani ya mghafala, wameghafilika na dunia hii. Kiyama kisha kuja, wao wako katika mghafala, wameghafilika na dunia hii. Alama tayari zimedhihiri, wao hawana habari kabisa. Ashratu saati sukhra, alama ya saa ndogo ndogo za kiyama. Wa hiya allati tukaddamu saa, nazo ni ambazo tutangulia mwanzo katika saa ya kiyama. Wa minha ma wakaa, ziko alama ambazo tayari zimekwisha kupita huko nyuma. Wanqadha, zimekwisha malizika. Walan yatakarrara wuku'ahu, na wala hastojirejea kutokezea kwake. Mithlu bi'thati nabii sallallahu alaihi wasallam, mfano kupelekwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayari kupelekwa kwake mtume, kufanywa kwa mtume ni katika alama ya saa ya kiyama. Aliwaambia maswahaba wake, bu'ithtu ana wasaa kahataini, mimi na saa ya kiyama nimepelekwa kama hivi. Akaonesha kidole cha shahada na kidole chenye kufuatia baada ya shahada, bu'ithtu ana wasaa kahataini, mimi na saa ya kiyama nimepelekwa kama hivi. Kupelekwa kwangu mimi ndio kukurubia kwa saa ya kiyama. Alama hiyo tayari imekwisha kupita, mtume kishafariki, hayupo tena duniani. Wa minha ma dhahar, na ziko alama ambazo zimedhihiri. Wala yazalu yadhhar, na wala hazitawacha kudhihiri na kuonekana kwake. Wa yatatabu, na kufuatana zitakuja alama hizi na nyingine. Sisi Waislamu, kila ukiona alama yoyote ile katika alama ya saa ya kiyama, maana yake wewe uzidishe ibada, uzidishe bidii katika ibada, wala usije ukapuuzia ukaona ni mambo ya kawaida haya, watu wamekuwa ni wabaya, watu wamekuwa ni waovu, watu wamekuwa hivi na hivi. Kumbe ni alama ya saa ya kiyama. Inapokudhihirikia au kukumbuka kwa alama yoyote miongoni mwa saa wa alama ya saa ya kiyama, maana yake uzidishe bidii katika ibada. Wa minha ma lam yaka ila alana, na kuna nyingine bado hazijatokezea. Walakinahu sayaka, lakini alama hizo karibuni zitatokezea. Kama akhbara nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama mtume alipotupa habari, as-sadiqul masduq, yule ambaye mkweli mwenye kuaminiwa, sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa alama ya saa ya kiyama, qabdul ilm, ni kuondolewa elimu. Udhuhurul jahli, na kudhihiri kwa ujinga. Kuondolewa kwa elimu na kudhihiri kwa ujinga, pamoja na kwamba leo hii elimu imekuwa nyepesi sana kuonekana kwake, kudhihiri kwake, kupatikana kwake, lakini imekuwa ni ngumu kuipata kwa sababu watu wako wamekuwa hawataki hata kidogo, wengi miongoni mwao hawataki kusoma. Kwa hiyo elimu itaondoka na ujinga utadhihiri, na hii ni katika alama ya saa ya kiyama. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات، إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته طيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. Katika alama ya saa ya kiyama ndogo ndogo
ni kuondoshwa kwa elimu na kudhihiri wazi wazi ujinga. Mambo ya kijinga tadhihiri wazi wazi, na leo hii tunaona kudhihiri kwa mambo ya kijinga katika mitandaoni, mambo ya kipuzi kabisa. Mtu anatuma kitu cha kijinga kabisa, wala hakina maana yoyote. Anatumia MB zake na fedha zake, anatuma kitu ambacho cha kijinga kabisa, hapati faida yeye wala watu wengine, bali ni ujinga mtupu. Kudhihiri kwa ujinga ni katika alama ya saa ya kiyama. Mtume Allah amesema, inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, hakika Allah haiondoshi elimu, kwa kuiondosha mara moja, kwa kuondosha watu wake. Walakinna yakbidhu al-ilma, lakini Allah anaiondosha elimu biqabdhi al-ulama, kwa kuondosha wale maulama wake. Elimu inaondoshwa kwa kuondoshwa, kufariki, kufa wanazuoni wake. Hii ni katika alama ya saa ya kiyama. Ikiwa itadhihiri kwamba wanazuoni wanakufa mara kwa mara, wanaondoka na elimu zao, na kwingine kabla ya watu kusoma au kuchukua elimu hizo, au kwingine watu wamekwenda kusoma katika miji mbalimbali, katika nchi mbalimbali, katika marakizi mbalimbali na katika college mbalimbali, anataka kurejea katika mji wake ili kusomesha kile alichosoma, Allah anamchukua mtu huyo. Ni katika alama ya saa ya kiyama. Walakinna yakbilu al-ilma, lakini Allah anaondosha elimu biqabdhi al-ulama, kwa kuondosha maulama wake. Hali hiyo itaendelea hata idha lam yabqa aliman, mpaka atakapokuwa hakubakia mwanachuoni yoyote ule. Hakuna mwanachuoni katika miji yao watu. Ittakhadha an-nasu ru'usa juhalan, watu watakikamata kichwa cha mtu mjinga, yani watamchukua mtu mjinga wamfanye kwamba ndiyo mwanachuoni wao. Au mtu kasoma na elimu yake anafahamika, halafu hatofanywa mtu huyo kwamba ni mwanachuoni, na mtu ambaye anajulikana wazi kwamba hakusoma, hana elimu ya dini, ndio ambaye ataambiwa kwamba wewe utakuwa shekhi mkubwa, wewe utakuwa imam mkubwa, wewe utafutu masala wewe, wala hana elimu hiyo kabisa. Watawakamata watu ambao ni wajinga wasiojua elimu, wakawafanya kama ndio wanazuoni wao, wakawaweka pahala. Fasuilu, na watu hao wakaulizwa, faaftau bighairi ilmi, na wakafutu masala ya Kiislamu hali ya kwamba hawana elimu yoyote ile. Fadallu, basi watu hao wakapotea. Wa adallu, na wakapoteza watu wengine, wao wenyewe wamepotea pia wakapoteza watu wengine. Hii ni katika alama ya saa ya kiyama. Kadhalika katika alama ya saa ya kiyama, kathratul fitan, ni kikuthiri katika dunia na miji na nchi, fitna nyingi sana. Kila pahala kuna fitna, kila unapopita kuna fitna. Fitna zitakuwa nyingi sana, hata ujilinde kiasi gani utaingia tu katika fitna na mitihani, kukithiri kwa fitna mbalimbali. Akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biha, mtume katoa habari hiyo kwamba katika alama ya saa ya kiyama ni kukithiri fitna nyingi sana, watazayud, na kuzidi, watantashir, na kuenea. Tena zitaenea fitna ikawa mtu hawezi kujitoa katika fitna hizo. Kakita al-layl mudhlim, ikawa kama mfano wa kipande cha kiza cha usiku. Mtume wa Allah kazungumza swala hilo, akasema kuambia Uislamu, kuambia masahaba wake, ndio anawaambia Waislamu wote duniani, badiru bil a'mali, kimbilieni kufanya mambo mema mapema sana, fitanan, kabla mjeingia katika fitna mbalimbali. Kakita'il layli mudhlimi, fitna hizo zikawa zinafanana na kushabihiana kama mfano wa kipande cha usiku wa kiza kikali. Tumekutumia tashbih, tumia mushabbaha, imefananishwa zile fitna ni kama kiza ambacho mtu haoni wala hana tochi ya kumurikia wala taa yote ile. Na hii ni tashbih ile kwa kubwa sana, ametumia mtume kafu tashbihi. Kakita'il al-mudhlimi,
kwa qita'i al-layl mudhlim, ni kama kipande cha usiku wa kiza tororo. Itafika wakati fitna zitakuwa nyingi, basi kimbilia hivi sasa mapema sana. Tena aliwaambia maswahaba wake huko nyuma. Maana yake Mtume anaendelea kubakia mpaka leo, kimbilia haraka sana kufanya matendo mema kabla haijafika wakati wa fitna, kama kipande cha usiku. Yusbihu ar-rajulu mu'mina, ataingiliwa mtu na asubuhi, yani atakapozikiwa mtu asubuhi aliyekwamba ni muumini mzuri tu, muislamu mzuri tu, mtu ataa. Wakati huo atamka asubuhi mtu akone muislamu safi kabisa, muumini mzuri, mtu mwenye kutii sana asubuhi tu, lakini wayumsi kafiran, ataingiliwa na jioni hali ya kwamba mtu huyo ni kafiri. Subhanallah. Hakusema asian kwamba ataamka asubuhi yake ni mu'min, jioni yake atakuwa ni asi, ametumia kafiri. Maana yake kipindi hicho kuanzia asubuhi mpaka kufika jioni, hapa katikati hapa kutajiri mambo mengi, fitna nyingi ambazo watakaookoka ni watu wachache sana. Bali hata mtu ambaye ni mu'min au ameamka asubuhi ni mu'min, hatofika jioni isipokuwa mtu huyo kashakuwa kafiri. Ni maneno mazito sana ya Mtume wa Allah hayo. Au yumsi mu'minan, au jioni yake ataingiliwa na jioni hali ya kwamba ni mu'min mzuri, lakini wayusbihi kafiran, ataingiliwa na asubuhi hali ya kwamba ni kafiri mtu. Wakati huo yabiu dinahu, atafika wakati mtu ile dini yake ile ataiuza dini yake bi'aradhin min ad-dunya, kwa sababu tu ya kuchukua vitu, mapato, fedha, mambo ya dunia. Ataachilia mbali dini kwamba ina maana yote, watu wanashiriki na dunia, mimi nitakufa njaa. Atachukua dunia, watahiyari watu dunia. Na kwenye hadithi ya Abi Musa Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumekasema inna baina yaday saa fitanan, mbele ya saa ya kiyama kuna fitna. Ka qita'il layli mudhlimi, kama kipande cha usiku wa kiza tororo. Alqa'idu fiha, mwenye kukaa kitako katika wakati huo, khairun, atakuwa ni bora zaidi kuliko kukaa kitako, ni bora zaidi min qaimi, kuliko yule ambaye alisimama. Yule aliyekaa kitako ni bora zaidi kuliko yule ambaye alisimama. Fitna zitakuwa nyingi sana kabisa, na haya tayari tunayoona. Maana hujui usafiri, hujui bakie pale, ili mradi balaa na mitihani mkubwa. Walmashi fiha khairun, yule mwenye kutembea yule ni bora zaidi. Mwenye kutembea kikawaida, mwendo mdogo ni bora zaidi minasai, kuliko yule mwenye kwenda haraka. Au yanajiri hayo tayari yapo, na katika miji yetu yako karibu sana. Maana miji ya visiwa, nchi za kisiwa hivi, watu wakishakuwa wingi, maana yake itakuwa huna pale pa kutia mguu, pati hata ardhi ya kujenga sehemu ya kibanda. Migari itakuwa, vyombo katika barabara ni vingi mno. Yani bora salama yako wewe utembee kidogo ndio utasalimika, na hivyo kidogo sana salama yako. Ukifanya haraka kidogo tu umekula busa, umeuliwa. Yani dunia itakuwa nyembamba sana, finyu sana, hakuna pale pa kupumzika. Ya billahi min fitani, ala tujilinde kutoka na fitna, ma dhara minha wa ma batan. Alama nyingine katika alama ya saa ya kiyama, fushu zina, ni kuenea machafu ya zina. Na hiyo ndo balaa kubwa sana, si katika mitandao, si katika miji, si katika mitaa, si katika kila pala. Maovu hayo yameenea sana. قال صحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, nimemsikia mtume wa Allah akisema, inna min ashrati saa, hakika miongoni mwa alama ya saa ya kiyama, an yurfa al-ilm, ni kuondolewa elimu, yadhharu al-jahl, na kudhihiri wazi ujinga, wayafshu zina, na kuenea wazi zina. Rawahu Bukhari wa Muslim.
Allah tulinde. Ziko alama nyingi sana, katika alama ndogo ndogo za saa ya kiyama karibu zote tayari shadhihiri, karibu zote alama ndogo ndogo ambazo mtume kazitaja karibu zote zimedhihiri. Kwa Muislamu ajitahidi kufanya ibada, ajitahidi kusimama katika taa, awe ni mwenye kumuogopa Allah tabaraka taala, akithirishe sana kutaka toba, kutubia kwa Allah tabaraka taala kwa madhambi yake, alete istighfari kwa wingi, au ni mwingi wa kusimama katika ibada ya sunna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qumu ila salatikum.